Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe, msikilizaji wa redio ya kijamii Kivu, popote pale ambako unaendelea kututegea sikio kwa wakati huu. Matumaini yetu ni kwamba nyote mnaendelea kuwa waheri wa afya. Tayari saa 1 za usiku majira ya hapa nyumbani Baraka, sambamba na huko Kilembwe sekta ya Lulenge. Ni wasaa mzuri kwa someni uchambuzi wetu wa habari katika siku ya leo. Uchambuzi wetu wa habari ambao unagubikwa na habari muhimu leo hii, makala michezo na burudani, pamoja na ripoti hizo na ripota wetu kutoka eneo tofauti. Mchumbe wa mkulima na Fatuma ndio jina langu. Naomba tuambatane mwanzo hadi tamati. Na kama nilivyokujuza kuwa uchambuzi wetu wa habari unakuwa kigubikwa na habari muhimu leo hii. Za leo zinasomwa naye mwenzangu Bibu Kuru Tantini Aldama. Karibu. Asante sana mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa kunipa fursa kuwaletea wasikilizaji wetu habari muhimu. Tutaanzia katika mji wa Baraka. Uongozi wa shirika la wafanyabiashara Feke tawi la mji wa Baraka umetaja kupongeza kwa meya ya mji huu kuingilia kati ili kupata suluhu kwa mkokotano uliokuwepo kati yao na kitengo cha serikali cha DGI. Na huko Kilembwe hali ya usalama imeripotiwa kuzorota zaidi mchana wa Ijumaa hii ya tariki 6 Februari mwaka 2026 pa Kilembwe kati, makao makuu ya sekta ya Lulenge tarafani Fizi. Hivyo ni kutokana na ufyaturianaji wa risasi kati ya makundi mawili ya wazalendo. Na katika mji wa Uvira ni kwamba mwananchi Andre Biadunia, mmoja kati ya wachambuzi wa siasa mashariki mwa DRC, ameonyesha mtazamo wake wa kuunga Rais Felix Tshisekedi mkono kwa upande mmoja juu ya masharti aliyoweka kwa kushiriki kwenye mazungumzo, huku upande mwingine ametaja kuona giza juu ya msimamo huo wa rais. Ni hayo tu kwenye habari muhimu. Mchumbe wa mkulima na Fatuma. Bukuru Tantine Aldama, na shukuru kwa habari muhimu. Wacha sasa tufunue pazia uchambuzi wetu wa habari, tukianzia katika mji wa Baraka. Ni ndoa 40 ndizo zilizoorozeshwa kwenye kitengo cha urahia mjini Baraka kwa mwaka mzima wa 2025, takwimu ambayo imetolewa na uongozi wa kitengo hicho mjini humo wakati wa mahojiano yake na Radio Kivu. Bwana Mahombi Msema ni kiongozi wa kitengo cha urahia mjini Baraka ima eta civil, amesema kuwa kwa mwaka wa 2025 idadi hiyo inakuwa ni ndogo kutokana na hali ya usalama mdogo ambayo ilishuhudiwa kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama alivyoeleza kwenye mic ya mwenzetu Safari Dila Limasi. Upande wa ndoa au mariage, katika mwaka wote ambao tunaumaliza hapa karibuni, tuliorozesha ndoa 14. Tukiangalia na kulinganisha na miaka iliyopita, tunagundua kwamba tulishuka kidogo, na kushuka kidogo inatokana na hali ya usalama mdogo ambao tulipata katika eneo yetu, maana walio wengi walikimbia, mandoa nyingi zikaahirishwa na hazikukuwepo. Kwa hiyo ndio maana unaona hesabu na idadi inashuka kidogo, ndugu mtangazaji. Mikakati sio migumu, na baadhi ya watu na hali ambao watu walizoea, uzoefu wa watu, mila na desturi ya watu, tukilinganisha hapa kwetu na Uvira na Bukavu, hata tunaweza tukasema huenda pesa haiko mingi, haijalishi hiyo, lakini pia hiyo uba ndani ya watu ni kidogo sana. Masababu ambao tunajifunza, walio wengi wanasema hapana, fatana na hali, mila na desturi, na kuzoea zaidi kuishi vile bila kuwa chini ya sheria. Kwa kila mtu anapenda awe huru. Kila mtu anasema hapana, nikienda kule nitajifunga na ndoa. Tunakosa kujua umuhimu wa ndoa. Umuhimu wa ndoa ni kuunganisha wa watu waanze maisha yao wakiwa chini ya sheria, wakichungwa chini ya sheria na kuongozwa na sheria. Kusema hapa hawa watu biko chini ya protection,
hautafika muvamio ovyo. Kuna siku hizi document zinaweza zinasemaka saa mtu wewe hautasema. Document inasema pali pako bana kuremetre mu madroa za. Kusema sheria ilimalizaka kila kitu. Sisi tuko pale kwa ajili ya kutimiza. Tuko hapa tunaorozesha ndoa na vingine vikaratasi mbalimbali ambavyo viko pale kwa ajili ya uraia. Tuko hapa na tunatumika kazi sambamba na tunawakaribisha. Kama ulivyojuzwa kwenye habari muhimu ni kwamba uongozi wa shirika la wafanyabiashara FEC tawi la mji wa Baraka umetaja kupongeza kwa meya ya mji huu kuingilia kati ili kupata suluhu kwa mkutano uliokuwepo kati yao na kitengo cha kiserikali cha DGI. Kwenye mazungumzo nasi kiongozi makamu wa FEC mjini Baraka Ali Mukindula Lebon amesema kuna makubaliano mbalimbali yaliyochukuliwa na ni vema kila upande kuheshimu yaliyozungumziwa mbele ya meya wa mji wa Baraka. Ali Mukindula Lebon anaeleza yafuatayo. Tuliongea safari ya kwanza kwenye mikro ya Radio Kivu na watu wengi wakatusoma kuhusiana na swala ya la DGI. Na prepale maire de la ville alitusikiliza vis-a-vis na makomportema moya zenye zilikuwa katuitisha na kuko mapiste de solution zenye zilipatikana direct na kile ambacho tulichokubaliana kati ya sisi na DGI mbele ya maire de la ville wa operateur économique wajue gisi watajikomporte vis-a-vis na ma solution zenye tulipata. Cha kwanza ni dossier ya ma IPR za mwezi wa 11 na mwezi wa 12. Periode ya mwezi wa 11 na 12 ni miezi miwili ambayo watu hawakukua stable na situation yenye ilikuwa. Na wenzetu walikuwa wanajitosha kwenda wanatoza ile pesa ya maipere kwanza hiyo. Baada ya tulivyokutanana kwenye kikao tukaviongea, ikaonekana kwamba ile miezi miwili, mwezi wa 11 na mwezi wa 12, hiyo ipere haiwezi lipiwa. Na komersa yeyote ule mwenye anatusikiliza anapoona waasha wa DGI wanamfikia na kusema wanakuja kutoza pesa za IPR za mwezi wa 11 na mwezi wa 12, afike na ule aja wa DGI ku biro ya FEC. Na ya pili, juu ya dossier ya declaration ya IBP. Sheria ya nchi iko wazi. Hakuna aja wa DGI mwenye iko autorize kufanya declaration pa nafasi ya CGT, donc operateur économique. Ni operateur économique ndio mwenye anaruhusiwa yeye peke. Ule mwenye anashindwa afike kubiro wa FEC akuje na ile declaration, sisi tumjazie vis-a-vis na chiffre d'affaires yake iko. Kila mtu iko huru kufanya declaration yake. Upande mwingine, kiongozi huyo wa FEC mjini Baraka amewataka wafanyabiashara wote waliokataliwa na kitengo cha DGI kutokujaza fishe zao za declaration ya IBP wenyewe kufika kwenye ofisi ya FEC siku ya kwanza ya tarehe 9 mwezi huu tunao na fishe zao. Ali Mukindula Lebon amerejea mara tena. Kila mtu iko huru kufanya declaration yake. Par rapport ya ile maspezi zenye zilikuwa ku DGI, mtu anaenda kudeklare banamwambia no, hii makuta ni ya kidogo. Makuta ni ya banamwambia ni ya kidogo par rapport ya nini? Ile ni iko kinyume na sheria ya nchi ya Kongo. Mtu yepeke iko na haki ya kufanya declaration yake, baadaye anaenda kudepose ku DGI. Lakini kama watu wa DGI wanaanza sema no, wewe sio tunakujua, wewe huwezi lipa hizo, hiyo iko kinyume na sheria. Tulikuwa na chef de centre AI DGI Fizi Baraka na tukakubaliana ile. Mecha ajabu hiyo hali inaendelea. Na tunapenda kusema kama kulingana na hiyo swala, yeyote ule mwenye alirudishwa ku DGI aseme hawezi lipa. Juu tulilomba derogation ya 10 jours na derogation ingali yangu. Tunasema le 9 siku ya kwanza biro ya FEC itajokipe na hizo kotansie. Yeyote ule mwenye alirudishwa na fishi ya declaration yake aseme hizi pesa ni za kidogo, afike ku biro ya FEC, sisi tutamsindikiza ku DGI. Paske haiko hiyo ndio tulikubaliana. Tulikubaliana kile ambacho kinakubalika na sheria ya nchi. Na ile ya DGI kurudisha watu hii makuta ni ya kidogo, hatuwezi wewe tunakuyua unasimamia mashantie hiyo kabisa iko kinyume na sheria ya nchi. Ujumbe ndugu mtangazaji ni kusema kama kile ambacho sisi tuna plaide devant service ile sisi tunarusika kuifanya kome partenariat ya FEC na leta Congolais, haiko partenariat ya hipokrisi, ni partenariat kabisa ya kabambi. Na ndio maana gisi sheria inasema, na njoo hiki ambacho mimi nasema hapa, yule ambaye alikataliwa na declaration yake
siku ya kwanza tukutanane kubiru. Kama ni Baraka mzima, sisi tunaomba wale operateur ekonomike wote, kila mtu afunge mlango wake, afike kubiru ya feke. Haiko maandamano njoo tunaenda kufanya. Na sisi tujionee na macho kiukweli eske njoo hivi. Paraporo ya maraporo zenye tuko nazo leo kusema kama kuku watu wenye walirudishwa, wewe uwezi lipa hizi. Na ni vitu ambavyo vimepigwa fimbo kwenye kikao ambacho meya wa jiji alikuwa anasimamia. Tukiachana na habari za hapa mjini Baraka, tuangazie huko Fizikati. Ni kwamba kukataa kwa nchi ya Rwanda kutoa wanajeshi wake nchini Kongo kutokana na mkataba wa tarehe 4 Desemba 2025 Washington Marekani kumezorotesha zaidi hali ya maisha ya wakimbizi wa ndani na wale walioko Burundi. Ndivyo amesema administrator wa tarafa ya Fizi Sami Kalonji Badibanga. Ameonesha hali ya sasa ya kiuto na kiusalama tarafani mwake. Kwenye sauti aliyoituma Radio Kivu, administrator wa tarafa la Fizi amesema kuwa tarafa la Fizi limepokea wakimbizi milioni 1 wanaokimbia machafuko kutoka sehemu mbalimbali na ambao wanakuwa kwenye hali mbaya ya kiuto. Hivyo ameita serikali na mashirika ya kiuto kuwajia na misaada. Sami Kalonji Badibanga anaeleza yafuatayo. Kukatala kwa nchi ya Rwanda kutoka ndani ya Kongo kufatana na mkataba wa amani ilio saini tarehe 4 ya mwezi wa 12 ya mwaka jana ya 2025 ku nchi ya Marekani Washington, inazorotesha zaidi maisha ya wahamiaji wa ndani na wakimbizi wakongomani wenye kukimbilia nchi ya Urundi na nchi ya Tanzania. Mnajua kwamba jana siku ya 4 tarehe 5 ya mwezi wa 2 mapambano makali iliyo pitikana ndani ya biuma refu wakati ya grupu za wabandia wa Rwanda, tunasema M23, Tukaneo, Red Tabara, Ngomino, FNL za Bampema, Android, Vijana Power, walikuja kupikanisha jeshi letu la FRDC ku kijiji ya Pwenzero na Tuwe. Hii mapambano makali ilituma watu wengi wakimbie, warudie kwenye walitoka, na japo walikuwa washakuwa na matumaini ya kuishi pamoja na jeshi lao yenye kukinga raia na kurudisha heshima ya mipaka ya nchi, inasema FRDC. Ndani ya tarafani Fizi, wahamiaji wa ndani wanakaribia milioni 1, na wengi wanatoka mu kijiji jirani ya Uvira, sehemu inatoka mu territoire jirani ya Mwenga wakati walikamata chef-lieu ya sekta ya Itombwa Kipupu. Watu wengi walikimbia ndani ya tarafani Fizi. Ingine sehemu inatoka mu tarafa jirani ya Kabambare, na ingine mu province ya Tanganyika, zamani Kalemi. Situation wala maisha ya hawa wakimbizi wahamiaji wa ndani iko vibaya sana, na wote wako mu axe 5 ndani ya tarafani yetu ya Fizi. Tunaomba kwa government yetu ya Kongo, tunaomba kwa wa mashirika mbalimbali ya maendeleo na ya kiutu yenye kutumika ndani ya tarafani Fizi ya kuleta msaada kwa hawa ndugu zetu wenye tankia walikimbia wako kuma eneo zabo, wayapata msaada yoyote. Hata hivyo, administrator wa tarafa la Fizi Sami Kalonji Badibanga ameshukuru serikali ya jimbo la Kivu ya Kusini kwa msaada wake, akionyesha kuwa maji safi, hema na madawa ndio mambo yenye kuhitajika zaidi na wakimbizi hao wa ndani, huko akibahini kuwa kutekwa kwa mji wa Bukavu na waasi wa M23 ndio chanzo zaidi cha matatizo yote hayo. Mwishowe ameyataka makabila yote yaishio tarafani Fizi kuishi kwa amani na mshikamano na kuepukana na matamshi ya chuki pamoja na ubaguzi. Sami Kalonji Badibanga mara tena naeleza. Tunashukuru government ya jimbo yenye kuleta msaada na kusaidia wamoja wahamiaji wa ndani.
Msaada inayolombwa ni msaada ya vituo vya afya, kwa sababu kati ya wahamiaji wa ndani kuna wamama wajawazito wanaozala wako nazala mashule wala ndani ya makanisani. Kuna watoto wadogo wenyewe hawaendi tena shule kwa sababu maisha inazorota, kile kitu kiliporewa na kile kitu kilipotea wakati ya vita, na madawa za kutunza na kukinga wahamiaji wa ndani kwa magonjwa ya kipindupindu na magonjwa ya sulubi. Walete mabashi ya kujenga manyumba na tena kubatilia maji ya kunywa isafi ya kuepusha magonjwa ya mikono michafu, kwa sababu hii magonjwa njo chanjo ya kifo ya wahamiaji wa ndani wengi sana. Kupatikana na hii shida kubwa sana tunapata ndani ya tarafani Fizi itangia waasi wa M23 walikamata chef-lieu ya jimbo ya Sud Kivu Bukavu le 15 février 2025 na kukamatiwa ya mudi jirani wa Uvira tarehe siku ya pili tarehe 10 ya mwezi wa Disemba mwaka jana. Natosha ujumbe yangu ya amani, ujumbe ya pamoja, ujumbe ya ushirikiano wa makabila zote ndani ya tarafani Fizi, kwa Wabembe, kwa Wafuliru, kwa Wareka, kwa Wabuyu, Wanyamurenge, Wajoba, Wanyinduwash, ya kwamba tunapenda makabila zote ndani ya tarafani Fizi iishi kwa amani, na tuna kata kabisa ile majiskuru ya ubakuzi, ujiskuru ya kukabulana na jiskuru ya kukatala wakeni ndani ya tarafani Fizi. Mnajua kwamba rais wa nchi chef de l'etat Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo anatafuta namna yote ya kumaliza hii vita ya Rwanda, kuvamia nchi yetu kwa kupora mali na kukamata budongo yetu, na rais wa nchi anapenda aone makabila zote ndani ya nchi yetu ya Kongo waishi kwa amani na wakuwe pamoja kwa kuboresha maendeleo ya nchi yetu Kongo. Na hivi sasa wacha tuangazie habari zetu za michezo, naye mwenzangu Omari Makelele Ozili. La kabla ya kukupa nafasi Omari Makelele Ozili, klabu ya DC Urafiki inaandaa kikao kikubwa. Karibu Ozili kwa mengi zaidi. Na barabara kabisa mwenzangu mchumbe wa mkulima na Fatuma. Leo katika habari za michezo ni kwamba tuanzie na habari za hapa nyumbani Baraka. Ni kwamba mashabiki wote wa klabu ya DC Urafiki pamoja na wachezaji na wanamemba wote wamehitishwa kuweza kuhudhuria kikao kikubwa kitakachofanyika majira saa 9 kamili ndani ya shule la Mwenge wa Taifa mchana wa siku ya Jumamosi ya tarehe 7 Februari 2026. Isolo Gilbert Mwanavier ni katibu tendaji wa klabu ya DC Urafiki aeleza yafuatayo. Ndio nilipenda kukumbusha wanamemba wote, wa membre d'honneur, ba sporter, ba joueur ya zamani ya DC Urafiki na ba joueur ya sasa DC Urafiki, tukutane kesho samedi na saa 8 kamili pale ku Institut Mwenge wa Taifa kwa ajili ya kikao. Kwa hiyo kila mtu atafika apendekeze mawazo yake pour que timu yetu isonge mbele. Tubaki tu hapa nchini ni kwamba michuano ya ligi kuu hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo maarufu Linafoot itaweza kutimua vumbi mchana wa siku ya Jumamosi ya tarehe 7 Februari 2026, ambako mechi takriban 5 zitaweza kupigwa katika viwanja mbalimbali hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Katika uwanja wa Jeanne, vijana wa ASSN League watawakaribisha vijana wa FC Lubumbashi Sport majira saa 9 kamili. Na katika uwanja wa Kibasa Maliba pale Lubumbashi ni kwamba vijana wa Sanga Balende watawakaribisha vijana wa AS Simba ya Kolwezi. Na katika uwanja wa Tata Rafael Kinshasa kutapigwa takriban mechi 3. Majira saa 5 kamili vijana wa Ose Bukavu Dawa watawakaribisha vijana wa FC Etoile du Kivu, na vijana wa FC Manika watakuwa vikali zidi ya Ose Renaissance majira saa 7 kamili. Na majira saa 9 kamili vijana wa Darling Club Motema Pembe watakuwa vikali zidi ya Les Aigles du Congo. Na upande mwingine ni kwamba kule katika nchi jirani ya Burundi, michuano ya ligi kuu hapo nchini Burundi maarufu Primus League katika wiki yake ya 20
itaweza kutimua vumbi mchana wa siku ya Jumamosi, ambako takriban mechi 5 zitapigwa katika uwanja wa Urunani. Kutapigwa mechi 2 majira saa 7 kamili. Vijana Burundi Sport Dynamique watawakaribisha Messager Ngozi na Muzinga FC watakuwa vikali dhidi ya Vision 2026. Katika uwanja wa Ingoma hiyo siku ya Jumamosi, Garage Express majira saa 9 kamili watawakaribisha Olympic Star, na katika uwanja wa NPPC vijana wa Aigle Noirs Fighters watawakaribisha vijana wa Ngozi City. Na tuangazie upande mwingine kule Morocco, ni kwamba kocha wa timu ya taifa ya Morocco Walid Regragui ameandika barua ya kujiuzulu kuifundisha timu ya taifa ya Morocco. Hivyo ni kisha kutandikwa bao 1-0 katika finali ya AFCON 2025 iliyopigwa katika nchi ya Morocco, ambako Morocco walipoteza mechi hiyo. Shirikisho la soka nchini Morocco bado halijajibia barua yake, lakini inasemekana kuwa kocha huyo Regragui amejiuzulu kabisa ikiwa kumebaki miezi 6 kabla ya kombe la dunia kuanza kutimua vumbi huko katika nchi za Marekani, Mexico pamoja na Canada. Tuachane na habari za bara la Afrika, sasa tujielekeze huko katika bara la Ulaya. Ni kwamba tuanzie na habari zisemazo kuwa draw ya nusu finali ya michuano ya Copa del Rey pale katika nchi ya Uhispania tayari imefahamika. Ni kwamba Atletico Madrid watapambana vikali dhidi ya FC Barcelona na Atletico Bilbao watakuwa vikali dhidi ya Real Sociedad. Mechi za awali zitapigwa tariki 10 hadi tariki 12 za mwezi Februari, na mechi za marudio zitapigwa tariki 3 hadi 5 mwezi Machi. Tusubiri tuone itakuwa namna gani Atletico Madrid wanarudia tena kukutana na FC Barcelona. Baadhi ya wafanyakazi wa klabu ya Al Nassr huko nchini Saudi Arabia wamemwambia nahodha mkuu wa klabu hiyo Cristiano Ronaldo kuwa hawajalipiwa mishahara yao na kila wanapouliza hawapewi majibu sahihi. Baada ya Cristiano Ronaldo kuweza kusikia tuhuma hizo na kudhibitisha kuwa zina ukweli ndani yake, amechukua uamuzi wa kuendelea na mgomo wake wa kuichezea klabu hiyo mpaka pale ambako wafanyakazi yao wataweza kulipwa mishahara yao ambao wanatumikia klabu ya Al Nassr. Naam, huyo alikuwa mwenzetu Omari Makelele Ozil na habari zake za michezo. Msikilizaji, kama ndo bado umekuja kujiunga nasi, unaendelea kufuata uchambuzi wetu wa habari kutoka kwenye studio za Radio ya Kijamii Kivu kupitia masafa yetu ya 93.0 FM. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Tuangazie huko Kilembwe. Ni kwamba hali ya usalama imeripotiwa kuzorota zaidi mchana wa siku ya Ijumaa hii ya tarehe 6 Februari 2026 pa Kilembwe, makao makuu ya sekta ya Lulenge tarafani Fizi. Hivyo ni kutokana na ufiatulianaji wa risasi kati ya makundi mawili ya wazalendo. Kwake mkuu kiongozi wa sekta ya Lulenge Zawadi Bandelo wa Bambe ameonesha kupokea kwa masikitiko hali hiyo ya vurugu kuripotiwa mara tena katika eneo yake. Huyo ameonesha hapa machache ya namna hali hiyo ilivyokuwa pa Kilembwe. Ndiyo, hali ni tete kabisa katika makao makuu ya sekta ya Lulenge, kwani mlio wa masase mwingi umesikilika, na hiyo yanatokana na maelewano madogo kati ya gundi mbili zenye kushikilia silaha, ikiwemo gundi ya Groupe de Jeunes na gundi ya Ancien Combattant. Hizo gundi mbili hazielewane. Groupe de Jeunes iko conduit na Kamanda Gelze na Ancien Combattant wako conduit na Kamanda Mathieu. Ni juste maelema zabo kutokuelewana ndio chanzo kubwa ya mlio mwingi wa masasi. Yana maana niko nataka kuonesha kwamba hali sio nzuri Kilembwe. Wengi leo siku ya 5 tariki 6 ya mwezi wa pili mwaka wa 2026 na minia raia wangu wanalala porini. Na wengi yanaweza hata kuleta majeraha sababu masasi yanapigwa karibu na hospitali general de reference hapa Kilembwe. Mimi nina uhakika ya kwamba wote ni watoto wetu. Sisi kama viongozi wa serikali tutaendelea kuwaita na kupata suluhisho. Ila tungeomba kwa wakuu viongozi wao wangekuja kwa haraka sababu ya kujua nini kila mara mlio wa masasi unasikilika Kilembwe. Nini kila mara chanzo ya ndani ni nini?
Ile ni recommendation yangu kualika wakuu viongozi, hasa zaidi coordination ya VDP ingeshuka kwanza hapa Kilembwe kwa kuja kuchunguza hiyo hali inatokana na nini, na irjama wanapata solution, sababu raia wangu wa sekta ya Lulenge na wao wakuwe wanapumua sawa na sekta zingine. Hiyo ni yenye niko ninataka kuonesha, sababu hadi saa hizi mimi ninaongea masasi yanasikilika. Nitakuwa na magumu ya kukuambia bila kama iko aje kwa sasa, kwa sababu masase yangali yanasikilika. Hakujakuwa bila ya perte imene, lakini perte materiele ndio iko enregistre ya mingi. Unajua kwenye risasi inasikilika na raia ni moga zaidi, na napaswa tu kuwa moga sababu risasi haiko ya kucheza nayo. Vitu na kadhalika vimeendelea kupotea. Tukiachana na habari hizo za huko sekta ya Lulenge, tuangazie na habari hizi. Mwananchi Andre Biaduni ya Mashaka, mmoja kati ya wachambuzi wa siasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ameonyesha mtazamo wake wa kuunga Rais Felix Tshisekedi mkono kwa upande mmoja juu ya masharti aliyoweka kushiriki kwenye mazungumzo ya kitaifa, huko upande mwingine ametaja kuona jiza juu ya msimamo huo wa rais. Katika mahojiano ya Radio Kivu ya kutaka kufahamu mtazamo wake juu ya masharti hayo anayoweka rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo juu ya mazungumzo, Andre Biaduni ya Mashaka amesema yafuatayo. Kenya tunapaswa kuelewa sisi wote hapa ni kwamba tuko na besoin ya amani. Tuko na besoin ya amani na possibility ya kufika kwa amani iko à 3 niveaux. Le premier niveau ni soit tunajiaffronter ku terrain, tunaganye vita comme gouvernement congolais, tunafukuza adui, ba agresseur banarudia kwa banatoka walitokaka. Ile ni possibility ya kwanza. Possibility ya pili ni sote tunaenda sur le plan diplomatique. Comme président alisigné na États-Unis ya kwamba il faut maminere, échange maminere na amani. Tunafikia kwa ile etape, États-Unis na disimame nasema no, mimi nataka kuanza kuexploiter, maintenant vous devez dégager comme agresseur, mtoke mrudie kule. Na troisième possibilité politique interne yenyewe atafikia iko kusema baongee. Mais hii possibilité ya tatu, president assemblée kuitie iko condition, notamment anasema il faut dialogue kwa interne, hapana kwenda kuifanyia nje dans une des provinces ya Congo. Ya pili anasema qu'il faut chapeauter na wasimettre en doute ma institutions za republique, notamment na pouvoir yake na ma institutions zote zilitokana na maelection ya 2028. Anasema aussi que hawezi kuzungumza na watu walikamata silaha wakaua peuple congolais. Là je suis très d'accord avec lui, mais malheureusement les mêmes personnes venye biko akize kama hawezi kuparticiper parce que baliua watu njo bako mu opposition armée, notamment M23 na zingine ma rebellion fulani. Alors akisha kuexclure pale, tunaenda ku niveau ya opposition politique yenye haiko armée, njo wale basovo le Congo na wengine wenye hawako kule, notamment Bafayulu. Alors eske ataongea nabo? Akisha kuongea nabo tutapata solution gani? Mubali bali benye bako musovo le Congo bako condamné déjà na justice congolaise ya kwamba bali banashindikiza M23, et par conséquent nao batakuwa exclure wale dialogue. Sasa dialogue itafanyika na nini? C'est pourquoi analyse zetu zinaonyesha ya kwamba kuko une façon ya kurécupérer le temps politiquement pour que kesho president ke kuanguka aseme no, haitawezekana ke tuorganize ma election kesho yake parce que temps inakuwa kidogo. Hata hivyo upande mwingine, Andre Biaduni ya Mashaka ameongeza kuwa msimamo huo wa rais unaweza kupelekea nchi kwenda kwenye kipindi cha serikali ya mpito. Tutaenda kudeja ma histoire ya 2016 turudie tudekale une année 2 ans. Au lieu 2028 tunaenda mu 2029 ou 2030 ndio elections zinakuwa organize. Ile ni possibilité ya kwanza. Na possibilité ya pili tena kwa ile troisième nani ni kuona peut-être bon kama president akatala, en tout cas tous les peuples sisi wote wa Kongomani ambao wanapenda nchi, analyse yetu ni kwamba vraiment kuongea na mtu mwenye alishaua watu, parce qu'il faut kufika Uvira uone ce qui s'est passé à Uvira, il faut kufika Goma, il faut kufika Bukavu, il faut kuona combien de gens on a perdu, comment walipie mavitu hapa, combien de gens ont été portés disparus, il faut kuiona vile yote. Donc président quelque part iko na raison, mais il faut maintenant que je pose question, tunakatala dialogue avec qui maintenant tutanégocier? Beta négocier na habana silaha. Donc wasilaha anaweza kujiimposer. Est-ce que président wa république iko tayari maintenant que hivi mimi nakatala dialogue na hayo yanibaliwa watu? Est-ce que niko amezira ya kubafronter ku terrain na kubapiga? Kama iko amezira, on y va. Tutamshindikiza peuple congolais ko toujours d'accord kushindikiza président na institution ya république pour que tout mettre en dehors
ya Republique na ordre d'état de nuire benye biko wanatusumbua leo, parce que hatuna tena besoin kukimbia, tuko maintenant na besoin ya amani. Mais il faut toujours mesurer maintenant. Tuko à mesure ya kupigana. Je suis sûr que tuko à mesure ya kupigana kama peuple congolais bote banatoa kwanza maintérêt particulier, maintérêt privé, maintérêt individuel, bazitoe tutie kwanza intérêt commun, notamment kupréserver unité nationale ya nchi ya Kongo. Kama ile tunafikia kwa ile, je crois tunaweza kuganya vita. Mwishowe Andre Biadunia Mashaka amemalizia kuwa huu ndio muda sasa wa kuondoa waasi yao eneo zote za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mais plus vite possible serait à ce que kama haitawezekana tena dialogue comme president Shaikatala, bon tusibaki tena sange, tuanze vita, tubafukuze, tuende Bukavu, tuende Goma, tufe mpaka kule Mabunagana kule kama itawezekana. Mais dès lors que hatufika kwa ile étape, je ne pense pas que tutafika ku kitu moja hivi. Donc ninawaza dialogue oui, mais les conditions du président ilipana ni za mzuri, mais avec qui maintenant ta dialogue, mais iko namtia pression ni opposition armée. Opposition politique haina nguvu, na ukiangalia mzuri opposition ambayo alipata bwana Kabila wakati alikuwa angali kwa madaraka haiko ndio opposition leo. On dirait leo hatuna opposition. La seule opposition iko natafuta kuonekana, même si ni agression, mais ni yenye iko na bunduki. Même yari mko ba quelques Congolais, mais la majorité est constituée par des Rwandais na wengine ba étrangers, mais opposition politique en soi en tout cas haionekani kama iko na nguvu kama gituliona na Senko na ingine ma église. Bon, bako nafasi ya kuona vitu. Felix hawezi kuexclure, bali msaidia sana. Balimsaidia sana ile mami yake napita kwa kufikia ku pouvoir. Kapangala balikufa, Barosimu Kendi et d'autres martyrs balikufa pour que l'autre fikie kwa étape tu kwemo. Est-ce qu'il faut tena kungwa watu bakufe ou alors il faut dialoguer, parce que objectif ni amani, mais aussi haipashi kuwa n'importe quelle amani juu inatoka tu inatoka, mais il faut kuwa amani yenye réellement iko amani itakuwa définitive na peuple congolais, kila mtu arudie kwa nyumba yake, atafutie watoto na tureconstruire nchi, tuone kama tunaweza kugeuka na si nchi yenye iko prosper. Na kupitia sauti yake hiyo mchambuzi wa masuala ya kisiasa Andre Biadunia Mashaka, ndipo kabisa tumetia nukta kwenye habari zetu katika siku ya leo. Shukrani kwako msikilizaji kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Na shukuru pia rubani wangu Jean Makelele Kala Jaden alikuwepo kwenye dawati la mitambo. Jina langu mchumbe wa mkulima na Fatuma. Endelea kusikiliza matangazo yetu hadi tamati.